Imeenda. Alimwambia baba yake, usiponibariki baba, tatoka sasa na nini? Mimi nimeng'ang'ana hii bidii yote, nimeenda msituni, nimewinda, nimeleta chakula ili baba unibariki. Lakini baraka niko nacho natafuta kimeenda. Hakuna kitu ya maana kama baraka ya mzazi. Kwanza mzazi wa kuzaliwa, alafu ukakuja kupata sasa mzazi wako wa kiroho. Kwa sababu asipokubariki, maisha yako mwenzangu utang'ang'ana. Utapiga bidii kuanzia asubuhi hadi jioni. Utafanya kazi tunasema kazi ya ndogo, lakini utakula chakula ya panya. Kazi kubwa, lakini mwenzangu baraka ni kidogo. Unafanya kazi mwanzo wa mwezi hadi mwisho wa mwezi, lakini mapato ambayo unayapata hakuna kitu inaenda. Mapato yote inakuja, mengine yanaenda kwa rent, mengine yanaenda kwa school fees, mengine yanaenda sijui kwa deni, mengine kwa duka, lakini ya kurudisha nyumbani hauna. Ni lazima umwambie Bwana, nibadilishie hali. Baba, nibadilishie hali. Na hiyo hali tulielezewa jana. Hawezi ukabadilisha hali kwa nguvu. Hawezi ukabadilisha hali kwa upanga. Hawezi ukabadilisha hali kwa masomo. Hawezi ukabadilisha hali kwa bidii. Utabadilisha hali kwa magoti. Utabadilisha hali kwa magoti. Taambia Mungu, mimi nibadilishie hali. Nimechoka kukaa hivi. Nimechoka kupangishwa. Nimechoka kukaa kwa rent. Baba, nataka unipatie nyumba yangu. Baba, nataka unipatie promotion. Hiyo mambo tunang'ang'anaga ni usiku wa manane. Biblia inasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni juu ya wakuu wa giza. Haupigani na watu hivi. Unapigana na watu ambao wako na uzito. Katika kitabu cha Yohana, jana tumesoma kitabu cha Yohana. Usiku tumesoma kitabu cha Yohana mlango wa 14, mstari wake wa 30. Biblia inasema, neno la Mungu ikasema kwamba yule mkuu prince of the earth is coming. Lakini anapokuja hata nipata kitu nami, kwa sababu sina kitu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha utakatifu, lakini zidi sana katika kuomba. Hata kama inaonekana kabisa kila mtu anajua promotion tutatangaza, tunaenda kutangaza mwisho wa mwezi, promotion iko inakuja. Lakini inapofika unashangaa wamekuruka wewe ambao unakujaga kila siku mapema, wewe ambao unaonekananga msafi, wewe ambao kila kitu na macho ya dunia inaonekana kwamba you qualify, but in the right time wanachagua namba yako nyuma yako, wanampea cheo, wewe unabakia pale. Unajiuliza ni nini imefanyika? Ni kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho Biblia inasema kwamba kwanza, katika kitabu cha Ayubu, Shetani alienda pamoja na wana wa Mungu. Walipoenda mbinguni wakashawishiana, wakanong'enezana na Mungu, wakaongea. Mungu akamwambia Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu katika dunia? Akamwambia, Bwana, kama si vile umemfunika, Baba, huyo mtu angekukataa leo, huyo mtu hakuna kitu. Lakini Biblia inasema kwamba haya, ndakupatia nafasi uende ujaribu. Mambo yalimalizika mbinguni kabla hajakuja kwa dunia. Alipokuja katika dunia mambo ilikuwa imeisha. Nasema nini? Nasema katika ulimwengu wa kiroho ndo tunakata kesi, si katika ulimwengu wa mwili. Wewe unalala kama ng'ombe, unalala kabisa mpaka unang'orota, majirani wanajua. Unaamka asubuhi, baraka yako iliibiwa usiku saa 6 usiku. Baraka zako zilienda. Kwa nini wana wa giza? Biblia inasema kwamba wana hekima. Wana wa giza wanasumbuka usiku. Wewe umeona mchana gani ukakutana na mchana? Umekutana na mchawi gani mchana? Umekutana na mrogi mgani anatembea mchana? Warogi wote na wachawi wanatembea usiku wa manane. Wanatembea wakifanya, wao wakati unalala wao walali. Ndio hiyo kamchenga kwa mabati kichwa. Ndio hiyo sijui mawe imerushwa kwa mabati. Ndio hiyo sijui nini imefanyika. Wewe unalala. Hata mimi nimelala. Acha nilale. Biblia inasema bado tu usingizi kidogo, bado kulalala kidogo, utaamka maskini. Wakristo tuombe. Wacha kulala. Chukua muda wako, ni saa moja, omba. Omba kwa sababu unajua baraka yako imeenda, na usipoirejesha kwa maombi. Biblia inasema mtumishi wa Mungu akaambiwa, kwa upanga wako, si ya jirani yako, kwa upanga wako wewe utaishi na utamtumikia nduguyo. Lakini kuna maneno mazuri inakuja hapa, inasema na itakuwa utakapoponyoka, umepigana vita, umetosheka,
inasema kwamba utakapoponyoka utalivunja lile kogwa la utumwa. Biblia inasema kwamba utalivunja kogwa lake katika shingo yako. Katika Kiswahili sanifu, unapozungumzia nafsi ya pili, Biblia inasema kwamba mimi, nafsi ya kwanza ni mimi, nafsi ya pili ni wewe, nafsi ya tatu ni yeye. Tunasema nguo yangu, nguo yako, nguo lake. Hapa Biblia inasema wazi, lakini utakapoponyoka utalivunjwa kogwa lake. Nafsi ya tatu, kwamba Mungu anaongea na yeye, ama mtumishi wa Mungu anatumia, anamuongelesha, anamwambia kogwa utakalolivunja sio lako, kogwa utakalolivunja ni lake. Wengine hapo wanapata taabu ambayo haikuwa imewalenga, ilikuwa pengine ya mume wako, pengine ilikuwa ya mke wako, akasemewa maneno mabaya huko nyumbani, ndio hiyo unapitia shida. Hauwezi ukavunja hiyo shida na mangumi, utavunja hiyo shida kwa maombi. Amuka Mkristo, wewe uombe usiku wa manane, usilale. Rejesha hali yako, rejesha hali yako kwa maombi. Yesu aliomba usiku, Yesu aliomba asubuhi. Biblia inasema aliomba alipokuja kufanya kazi mchana. Wengi walishindwa kuona kama anaomba, kwa sababu hakuwa anaomba madakika 50, hakuwa anaomba madakika 100, alikuwa anaomba dakika 2. Anaambia Baba, asante kwa sababu unanisikiza kila mara. Bariki mkate huu. Mkate inatoka mikate ngapi? Sijui mikate 2 na samaki 5. Ndio hiyo mikate imebadilika, inakuwa vikapu 12. Watu 5,000 wanalishwa. Si kwa sababu ya hiyo maombi ya nusu saa ama dakika 2 ambayo ameomba hapo. Yesu alikuwa ameshinda katika maombi, akamaliza kila kitu katika maombi. Alipokuja mchana, alikuwa tayari anajiandaa. Unaposhindana na maadui yako usiku wa manane, hata wakikuja asubuhi, wewe unamaliza mambo, wewe unatembea ukikuwa huna wasiwasi, unasema glory to Jesus, glory